إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فلقد فاز المتقون. يقول جل في علاه وعظم في علياء السماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاة وسلام زنفكي انتميت محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الماجد، خطبة يتولي الوميات بماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، nini alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama tunavyojua, ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kulingania umma kwa ujumla wake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Ikhwata al-majid, bimadha jaa ar-rasul, nini alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال: وأخبرنا جرير عن منصور عن ربيعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: قومي وأخبري أن يقول السلام عليكم أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم ادخل. قال: فدخلت فقلت: بأي شيء جئت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في اليوم والليل 5 صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال: فقلت: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، 5 لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وغيرهم من أهل العلم. إخوة الماجد، حديثه اللي كسميني لitakuwa muhimini wa khutba yetu ya leo. Al-Imam al-Bukhari ambaye Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizba anasema kwamba amepokea hadithi kwenye kitabu chake
yupo jamaa moja anaitwa Rabi'i bin Khirash au bin Hirash. Rabi'i yule yasimulia akisema kuna jamaa moja katika Madina aliyekuwa anatokamana na ukoo wa Bani Amir, alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ata nabii sallallahu alaihi wasallam. Jamaa yule alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala a'aliju, akasema je niingie? Akawa anaomba idhni, anamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa ya kuingia ndani. Kama inavyofahamika, unapomjia mtu lazima utake idhni ya kuingia nyumbani kwake. Kwa hiyo jamaa yule hakusalimia, alisema a'aliju, je niingie? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia kijakazi moja ambaye alikuwa ni mfanyakazi wake, kaambia kijakazi yule, ondoka nenda kule mlangoni umwambie yule jamaa aseme assalamu alaikum aadkhulu. Jamaa yule yasimulia yale maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam yamwelekeza yule kijakazi. Yule jamaa kabla hajajiwa na kijakazi yule, jamaa yule akashika maneno yale, akawa tayari kisha yasikia yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maelekezo aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule jamaa kabla hajafikishiwa na yule kijakazi, tayari kisha yanasa maneno yale, moja kwa moja akasema assalamu alaikum aadkhulu, kabla hajajiwa na yule mfanyikazi. Baada ya kusema vile, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wa alayka udkhul, kama ulimsalimia wa alayka vile vile pia amani iwe juu yako, ingia. Yule jamaa bidii akaingia. Alipoingia anasema fadakhaltu faqultu bi ayi shay'in ji'ta, nikaingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini ulichokuja nacho? Maana habari zako zimeenea kila kona, tusikia Muhammad Muhammad Muhammad. Wewe Muhammad umetujia na nini? Hii dawa yako ni dawa ya vipi? Bwana ni habari ambazo wazee wetu hatujasikia wakisema maneno kama haya unayosema. Bi ayi shay'in jita, umetujia na kitu gani wewe Muhammad? Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lam atikum illa bi khairin, sijakujieni isipokuwa nimekujieni na khair. Kile nilichokuja nacho kwenu nyie, nimekubebeeni jambo la khair, nimekubebeeni kitu ambacho endapo mtashikamana nacho mtakuwa ni wenye kuongoka, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, endapo mtamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam mtakuwa ni wenye kuongoka. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu bedui yule akimwambia lam atikum illa bi khairin, sijakujieni isipokuwa nimekujieni nikiwa nimekubebeeni khairi tele, khairi nyingi. Kisha akamwambia jamaa yule ataitukum lita'budu Allah wahdahu wala tushriku bihi shay'a, dawa nilokuja nayo, dawa nilokubebeeni, dawa nilokuleteeni, nimekujieni nikiwa na kulinganieni mnaabudu Allah subhanahu wa ta'ala, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote kile. Ataitukum lita'budu Allah wahdahu wala tushriku bihi shay'a, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a, wa'buduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote kile. Hii ndio dawa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni dawa ya khair, ni dawa ambayo mitume wa Allah wote walikuja na dawa kama hii. Kunako swala zima la kuwalingania waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wamwabudu Allah pasina kumshirikisha Allah kwa chochote kile, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, ya kwamba katika kila umma, nyumati zote waliotangulia, kila umma walitumiwa mtume. Lengo na shabaha watu wale kutumiwa mitume wale, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakati mbali na vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah jalla fi'ala wa 'azima fi'ali as-sama. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yamwambia yule jamaa ataitukum lita'budu Allah wahdahu wala tushriku bihi shay'a, nimekujieni mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee pasina kumshirikisha Allah kwa chochote kile, pasina kuabudu masanamu, pasina kuabudu makaburi, pasina kuabudu malaika, pasina kuabudu mitume, pasina kuabudu majini, pasina kuabudu kiumbe yeyote yule. Tumwabudu Allah pekee pasina kumshirikisha Allah kwa chochote kile. Na unaposikia shirk ni kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, unapoenda kumtegemea
ibada ya mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka unaingia katika shirki. Unapofunga irizi ukiamini au ukiitakadi ya kwamba irizi hiyo itakuepushia mabalaa mbalimbali, majanga ya hapa na pale, bila shaka pale unakuwa umetegemea mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kipindi hicho bila shaka utahesabika kwamba umemshirikisha Allah, na yote anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake yote yanaporomoka. Allah subhanahu wa ta'ala yasema, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuambiwa na Allah, walaqad uhiya ilayka, bila shaka umekwisha funuliwa Muhammad, wa ila alladhina min qablik, na wale waliokutangulia walishafunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wote wale kwa kuambiwa na Allah, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk, endapo utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala matendo yako yote yataporomoka, wala takunanna min al-khasirin. Na mda usijua kweli, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia jamaa yule, laqad allama Allahu khaira, kika Allah subhanahu wa ta'ala ana khairi nyingi sana na amefundisha khairi nyingi sana. Wa inna min al-ilmi ma la ya'lamuhu illa Allah, katika ilmu kuna ilmu ambaye hakuna yeyote ajuaye elimu hiyo zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tazama, Mtume sallallahu alaihi wasallam yomwambia, wa inna min al-ilmi ma la ya'lamuhu illa Allah, kuna elimu hiyo hakuna yeyote ajuaye elimu hiyo zaidi ya Allah pekee. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea aya nzito iliyoko katika suratul Luqman, aya mwishoni kabisa mwa suratul Luqman. Allah yasema, inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allaha alimun khabir. Inna Allaha indahu ilmu saa, kika Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye ajuaye kiyama lini kitafika. Elimu hii hakuna yeyote mwenye nayo. Elimu hii ni special ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Yas'aluka an-nasu 'ani saa, yas'alunaka 'ani saati ayyana mursaha, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Ayati ziko mbalimbali, watu wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako kiyama kitafika lini? Kwa elimu ile ajuaye pekee ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah anasema, inna Allaha indahu ilmu saa, kwa elimu ya kujua kiyama kitafika lini, elimu hiyo special iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu al-ghayth, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuteremsha mvua. Hakuna yeyote mwenye uwezo wa kushusha mvua. Hakuna yeyote mwenye uwezo wa kujua mvua inayeshuka itashuka kwa litangapi na itawanufaisha akina nani, itawadhuru akina nani. Mahesabu hayo, yani wakawa makini mahesabu, haiwezekani zaidi ya Allah pekee. Ile mvua inaposhuka, bila shaka kuna mazao mbalimbali yanatoka. Hakuna yote anayejua ile mvua itakuwa na baraka kiasi gani au itakuwa na madhara kiasi gani. Watu wengi mara nyingi wanakisia tu na kukadiria. Kwa ina maana Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuteremsha mvua. Wa ya'lamu ma fi al-arham, na vile vile pia miongoni mwa hizo elimu anazozijua Allah mwenyewe, ya'lamu ma fi al-arham, anajua kilichoko tumboni mwa kina mama. Kile kilichoko huko, je, ni cha peponi au ni cha motoni? Je, kitu hicho atakuwa ni mwema au ni muovu? Bila shaka ataishi muda gani duniani? Atafariki akiwa mdogo au mpaka atakapokuwa mtu mzima ndo atafariki? Yote yale ajuaye pekee ni Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki yake ya huyo aliyoko tumboni, nani anayejua zaidi ya Allah pekee? Ndio maana Allah akasema, wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, na nafsi haijui kesho itafanya nini, kesho itachuma nini. Wewe leo hapo ulipo, kesho hujui utakuwa wapi. Unaweza ukawa na ratiba zako, kesho labda uwe Makuyuni, wajikuta kesho na kesho kutwa umeshafika Uturuki. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama tadri nafsun madha taksibu ghada, kamalizia kwa kusema wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, na nafsi haijui itafia kwenye ardhi ipi. Bila shaka elimu hizi tano ajuaye pekee ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja hadithi ambayo ni sahihi katika Sahih Bukhari, hadithi ya Ibn Umar. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah, funguo za ghaib ni tano, hakuna ajuaye funguo zile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam
tukasoma hii aya tulioimalizia. Ikhwata la majid, haya ni kwa ufupisho kwa kile alichotujia nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimadha jaa an-nabii jaa bid-din al-islami alladhi la yaqbalu Allahu yawm al-qiyamati dinan ghayra. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuilingania dini ya Allah, dini ya Uislamu, dini ambaye siku ya kiyama Allah hatukubali dini nyingine yote zaidi ya hii dini ya Allah ambaye ni ad-dinu al-islami. Ikhwata la majid, katika desturi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimaliza khutba, vile vile pia alikuwa akiwahusia akina mama, na vile vile tuwahusia akina mama kwa kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usia wake kwa akina mama alikuwa akiwaambia, ya ma'shara nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara hatta bin nar. Enyi jopo la akina mama la wanawake, kithirisheni sana kutoa sadaka. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona wanawake wengi ndio kuni za moto. Baadhi ya wanawake wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja kwenye hadith, faqamat almar'atu min sittati nisa safa'a al-khaddain faqalat bima ya Rasulullah. Mwanamke mmoja alikuwa katikati ya kina mama, baada ya kusikia maneno yale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mwanamke akasimama akamuuliza Mtume, kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lianna kunna tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Manake wanawake wengi huwa wanakithirisha sana kuwalaani watoto wao, wanakithirisha sana kuwalaani watu, vile vile pia wanakanusha neema wanazofanyiwa na waume zao. Ndio maana wanawake wengi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona watakuwa ni kuni za moto wa jahannam. Kwa dalili hii inafidisha kwamba wanawake wengi wakitaka kuepusha na moto ule, vile vile wakithirisha sana kutoa sadaka kama alivyohimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuhimizeni akina mama mkithirishe sana kutoa sadaka kwa siku ya leo. Wenda inshallah sadaka hizo Allah subhanahu wa ta'ala akazikubali na ikawa ni sababu ya kuwekwa mbali na moto wa jahannam. Vile vile pia upande wa kina baba namalizia kwa kusema tukithirisheni sana kutoa sadaka, manake bila shaka hapa kuna harakati nyingi zinazoendelea, na harakati zote hizi zinahitaji pesa za waumini. Tuona maspika, tuona vitu vingi, na vyote hivi inahitaji pesa zetu. Kwa inshallah tukithirisha sasa hivi kutoa pesa nzuri ambayo bila shaka tutaweza kukidhi mahitaji yetu ndani ya huu musalla wetu. Tujitahidi tupate shilingi 500,000 inshallah.